Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Mungu tunakushukuru kwa sababu ni wajibu wetu kushukuru mbele zako kwa kila jambo, na hasa Bwana anakusidi kuwa mema. Maana ni vigumu kushukuru kwa mambo mabaya, mambo mazito. Na ni maombi yetu ya kwamba pamoja na changamoto zote utatupa kushinda na zaidi ya kushinda kwa jina la Yesu. Mungu nakushukuru sana kwa ajili ya kila mmoja ambaye amefika hapa kanisani. Na tunasema asante kwa sababu kanisa letu lina nidhamu kubwa ya kufika ibadani. Si makanisa mengi ambayo unaweza kukuta muda wa ibada watu karibu zaidi ya nusu hapo kanisani. Wengi wao Bwana wamekuwa wakikawia na kuvuta miguu, lakini wao wakawia na kuvuta miguu sehemu zao za kazi na biashara. Kwetu sisi Mungu ni namba moja na mengine yanafuata. Na ndio maana tunapenda kuwepo uweponi mwako mapema hata kuliko mahali pengine popote. Na hii ni siku na Bwana tunaomba useme nasi kama ambavyo umekuwa ukisema nasi wakati wote. Sema neno na watu wako tunasikia. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe. Ninayo furaha tena kuwakaribisha katika ujumbe wetu wa kwanza. Ujumbe muhimu sana. Na leo nataka nizungumze juu ya mafanikio yanayoweza kupatikana katika maisha ya kila siku. Kwa ningependa zaidi Bwana akusaidie kufaidika kwa kile ambacho tunakwenda kujifunza. Na pia nitoe wito kwa kanisa kwamba walimu wa Biblia au walimu wa mafundisho wanahitajika sana, kwa sababu tunaishi katika ulimwengu ambao mambo mengi mazuri yanapotoshwa. Kwa lazima sisi tusimame katika kufundisha kweli. Biblia inasema inunue kweli na wala usifanye nini? Usiache. Bahati mbaya kweli imepotea. Lakini Bwana atupe neema ili tuweze kuwa kweli katika maisha yetu. Amen. Ujumbe wetu unasema wanaiba dhabihu na sadaka za Mungu na wanataka baraka. Au wanaiba dhabihu na sadaka za Mungu, wanataka mafanikio. Naomba nisome, tutasoma maandiko mengi. Nisome Malaki sura ya 3. Katika Malaki sura ya 3 tutasoma mistari kuanzia wa 7 hadi wa 12. Na tutasoma mfululizo bila kusimama. Malaki 3 kuanzia mstari wa 7 hadi wa 12. Tokea siku za baba zenu mmegeuka upande mkayaacha maagizo yangu, wala mkuyashika. Nirudieni mimi, nami niwarudie ninyi, asema Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mwasema turudi kwa namna gani? Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi na taifa hili lote. Leteni zaka kamili ghalani, ili kama chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, yasema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Mataifa yote watawaiteni heri, na mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema
Bwana wa majeshi. Bwana asifiwe. Unaweza ukasema maneno haya hayakuwa yanazungumzwa na taifa la Tanzania. Unaweza ukasema hivyo, kwamba Mungu alikuwa anazungumza na taifa la Israeli, wala hakuwa anazungumza na sisi. Lakini katika kitabu cha Warumi Biblia inasema hivi, mambo hayo yote, ukisoma sura ya 15 kuanzia mstari wa 4, anasema mambo hayo yote yaliwapata wao ili sisi tuweze kujifunza. Ukisoma katika Korinto wa kwanza anasema vile vile Mungu anazungumza na mtu mmoja kwa ajili ya watu wote. Kwa mfano, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliwaita wazee wa Dar es Salaam ili azungumze nao. Sasa anaweza katokea Mtanzania mmoja asina ufahamu na wale anasema, kwa sababu kazungumza na wazee wa Dar es Salaam, na sisi wa Morogoro tunasubiri kusema na sisi, na wa Tabora, na wa Kigoma, na wa Kagera. Anapozungumza na wazee wa Dar es Salaam, kwa sababu ni watu wako karibu, manake anazungumza na wazee wa taifa zima. Tunaelewana? Na zile taarifa zinachukuliwa, zinapelekwa kwa taifa zima kupitia vyombo vya habari. Sasa Mungu ndio mjuzi wa haya mambo, ndio alianzisha haya mambo. Yaani anasema na Adamu, lakini akiwa nikisema na Adamu na uzao wake wote watajua. Nikisema na Seti na uzao wake wote watajua. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo wale watu ambao wanajaribu kuchuja mbwa afu na meza ngamia, hawa ambao wanajaribu kusema hiki chetu, hiki sio chetu, hiki cha kwangu sio cha kwangu, achana nao. Mungu alipokuwa anasema na taifa la Israeli, alikuwa anasema na dunia nzima. Na wote ambao walikuwa wanafuata maadili ya taifa la Israeli, hata kama hawakuwa Waisraeli, walibarikiwa. Na Mungu alilazimika hata wengine kuwatembelea. Kwa mfano mtu kama Cornelio hakuwa Mwisraeli, lakini kwa sababu alikuwa anafuata yale ambayo Mungu anasema na taifa lile, alipata baraka. Kwa hiyo na sisi tunaposikia mafundisho haya, hatuchuji mbwa afu na meza ngamia. Tunajua haya yanatuhusu na sisi tunayafanyia kazi. Tatizo la Waisraeli linaanza kujitokeza wakati ambapo ubaridi wa kiroho na ukengeufu ulianza maishani mwao, na hasa kwa sababu ya kupata uzoefu wa kutembea muda mrefu na Mungu. Miaka 40 waliotembea jangwani ilifanya wazoelee maisha ya kiroho. Kwa hiyo wakaanza taratibu kuacha vitu. Lakini hata baada ya kufikishwa Kanaani na viongozi mbalimbali kuchukua nafasi kama kina Yoshua na kuja waamuzi mbalimbali kina Yuda na wengineo, watu hao wakazidi kujiona wazoefu sana na Mungu sana, na kwa sababu hiyo wakaanza taratibu kuacha baadhi ya mambo ambayo mambo hayo mbele za Mungu ndio zilikuwa tunu, yaani vilikuwa vitu vya thamani kati yao na Mungu, ambayo Mungu alitaka wavitunze ili waweze kudumisha ushirika wao na Mungu. Na moja katika vitu ambavyo Mungu alitaka wavitunze, pamoja na mambo mengi, alitaka watunze agano lao la dhabihu, agano lao la zaka, agano lao la matoleo. Mungu akataka wayatunze sana hayo, kwa sababu Mungu anapoweka agano na watu ni kama anawekea katiba. Mungu anatembea katika ile katiba na wao watembea katika ile. Anataka kuwabariki, lakini anawasubiri wafanye kitu. Huwezi kutegemea kupata mshahara kama ufanyi kazi. Huwezi kutegemea kupata faida kama ufanyi biashara. Huwezi kutegemea kuvuna kama hujapanda. Unaelewa kitu hicho? Kwa hiyo Mungu alikuwa anategemea kwamba Israeli wafanye sehemu yao, alafu Mungu anafanya sehemu yake. Ndio anasema katika mstari wa 11 anasema ya kwamba mkifanya hivyo nitafungua madirisha ya mbinguni. Nikifungua madirisha ya mbinguni siachi tu wazi. Hoja dirisha naweza likafunguliwa afu likaishia hapa. Nasema na kupitia madirisha ya mbinguni nitawamwagieni baraka. Na hizo baraka nitakazoziachia, nasema zitakuwa sio baraka za kawaida, kwa sababu zitafurika
zitajaa mpaka sehemu zenu za kuhifadhi zisitoshe. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akawaeleza juu ya tatizo ambalo wengi walikuwa walielewi. Na hata sasa hivi kuna matatizo ambayo sisi hatuyaelewi. Tatizo ambalo walikuwa walielewa Waisraeli, walisema hivi, mwanadamu anawezaje kumwibia Mungu wakati Mungu yuko mbinguni yuko hapa? Sababu walikuwa wanajua kuiba ni kwenda kuvunja, ni kwenda kuhamisha kitu cha mtu ndio kuiba. Kwa hiyo wakawa wanasema, hao wakati wahubiri wanawahubiri na bebi, nyinyi mnamwibia Mungu. Wao wanasema hapana, hatujawahi kuiba mbele za Mungu. Hatujawahi kabisa. Na manabii wanang'ang'ana wanasema hapana, nyie wezi. Ni mpaka ilipofika siku za Malaki, Mungu akampa ufunuo Malaki wa kuwaeleza kwamba wanaiba kinamna gani. Ndipo akawaambia hivi, mnaniibia zaka na dhabihu. Katika eneo la zaka na dhabihu pia na sisi baadhi hatujui, kwa sababu kuna mtu mmoja akaniambia yeye anatoa fungu la 10 au atoi zaka. Nikamwambia hapa, fungu la 10 ndio zaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu inafanuliwa kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Anasema usiache kutoa zaka ya fungu la 10. Kwa hiyo zaka na fungu la 10 sio vitu tofauti. Jina lake la ujumla inaitwa zaka au tithe. Sasa ufafanuzi wake sasa, hiyo zaka ni nini? Ndio naambiwa zaka ni 1/10 katika kila mapato yako. Tumeelewana? Sasa kilichoeleweka sana kwenye makanisa mengi, wengine wanaita 10, wengine fungu la 10, lakini zaka ndio fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiseme sijawahi kutoa zaka, ile anatoa fungu la 10. Kama unatoa fungu la 10, lazima uwe tu mwaminifu, unatoa 1/10. Katika kila shilingi 10, 1 sio yako. Katika kila shilingi 2 sio yako. Katika kila shilingi 100, 10 sio yako. Katika kila shilingi 1000, 100 sio yako. Katika kila 100,000, 10,000 sio yako. Ndio maana yake unatoa 1/10. Kwa hiyo shetani asije akakushtaki akasema wewe utoi zaka, ila wewe unatoa fungu la 10. Zaka ndio fungu la 10, lakini lazima itolewe kwa misingi ya maongozi ya kibiblia ili utambue. Sasa wale watu walikuwa wakati mwingine hawatoi, wanaamua kuzipiga. Na hasa unajua wakati mwingine ukuelemewa na matatizo na shida na adha, unapata kamshahara kadogo ka shilingi 100,000, ukianza kuangalia yani nimeombwa hapa, nimeombwa pale, na mimi mwenyewe sijapata kisepate, unakuta haitoshi. Wewe unasema acha hii nifanye mwezi ujao, acha hii nifanye mwezi ujao. Sasa ukifanya vile unafanya kosa la jinai linaloitwa wizi wa kuaminiwa. Umeelewa? Wizi wa kuaminiwa ni kosa la jinai. Ukienda polisi, manake nini? Manake kama mtu kwa hiari yake amekwambia naomba vitu vyangu hivi uniwekee, kwa hiari yake amekuletea, unamwekea, na anasema unaponiwekea vitu hivi unaweza ukatumia kiasi cha asilimia kadhaa, lakini asilimia kadhaa usiguse, kwa sababu nataka baadaye nifanye 1, 2, 3. Sasa wewe ukivitumia vitu vile, hata kama ulipewa na yule mtu kwa nia nzuri, lakini ukavitumia na vile ambavyo alisema usitumie, akikupeleka polisi unafanya kosa. Kwa mfano watu wengi wanasema mdaiwa afungwe, mdaiwa afungwe. Mdaiwa anafungwa kwa sababu mdaiwa aliaminiwa deni, lakini baadaye kageuza lile deni kufanya la kwake. Kwa hiyo unashtakiwa kosa hapa. Sasa wanasema wizi baada ya kuaminiwa, na likisha kuwa kosa limewekwa hivyo, ujue ni jinai na unafungwa. Wizi baada ya kuaminiwa ni jinai na unafungwa. Umeelewa? Sasa na sisi tunafanya kosa hilo hilo, kwa sababu tunapozipokea zile fedha siziko mikononi mwetu, na wakati Mungu yeye hata anajifanya haoni kama tumepokea. Sasa unaanza kuchambua, unapeleka huko, unapeleka huko, unapeleka huko, unapeleka huko, zimeisha. Unakosa linaloitwa wizi baada ya kuaminiwa. Mwambie ni yako, sitafanya kosa hilo tena. Mwambie sitafanya kosa hilo tena. Niliwahi kuongea na watu fulani walikuwa wameokoka miaka ya nyuma, wazee, na mmoja wao amefariki.
alisema yeye hata mtu akimpa hela amwekee, zile hela hawezi kuzitumia hata kama analala njaa. Nikasema neema hiyo kwa sasa sisi hatuna. Maana naendaje kukopa mbali wakati mzigo unao ndani? Na anasema sio tu hata kutumia afanye, hata ukija kumwomba change hakupi. Kwa sababu anataka hela ile ile aliyopewa. Mtu yule akija kuchukua hela zake azikute zile zile. Hawa ni wazee waliokoka siku za zamani. Walikuwa waaminifu kupita viwango vyetu. Kwa hiyo ukija hela zile ulizozifunga, ulizoziweka alama, ulipomkabidhi atazirudisha hivyo hivyo. Hata ukimtega upati. Lakini siku hizi ukitaka kuwatega wapendwa wao watege. Katika 100,000 30,000 zigeuze kichwa chini miguu juu, hapo zingine zipange vizuri. Simba kuja kurudishia, unashangaa zijaponga wenye dhali zilipanguliwa hizi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tatizo lipo. Lakini mbaya zaidi wa Israeli katika kujisahau huko, baada ya kufanuliwa pia kama anamwibia zaka na dhabihu. Dhabihu sio zaka. Dhabihu ni sadaka ya kuteketezwa. Sadaka zinazotolewa kwa hiari ya mtu. Dhabihu zinaweza kuwa ni sadaka za shukrani. Dhabihu zinaweza kuwa ni sadaka ambazo mtu anazitoa kutokana na jinsi Mungu alivyompigania. Anasema Bwana amenitendea, anapeleka dhabihu. Kwa hiyo anasema hata hizo hawakutoa. Kuna wale ambao walikuwa waaminifu kutoa zaka, lakini hawakuweza kutoa dhabihu. Yaani maana yake akipata shilingi 100,000 anaamua kujikunja, anasema Bwana isiwe tabu, kwa sababu yeye anasema nisipotoa zaka Mungu anaweza kumwachia yule mharibu akaniharibia mambo yangu. Sasa mambo yangu yasiharibike, Mungu shika zaka yako faster tusifuatane. Lakini baada ya pale atoi dhabihu. Yaani kile alichobaki nacho anaking'ang'ania. Mungu anasema na hilo pia kosa. Nataka unipe zaka na unipe dhabihu. Sasa wote wanaweza kuwa na makosa. Kuna mwingine atoi vyote, kuna mwingine anatoa kimoja, kingine hatoi. Kuna wengine wanatoa kiasi, ambao kwa tafsiri Biblia inasema ni sadaka kilema. Sadaka inapotolewa nusu ya kile ambacho kimekusudiwa kutolewa, huwa hakikubaliki mbele za Mungu. Na ndicho ambacho kwenye Agano Jipya kilimwadhibu mtu mmoja anaitwa Anania na Safira. Unapokusudia kutoa kitu kwa Bwana, epuka sana roho ya kuahirisha kwa sababu zozote. Anania na Safira walikusudia kutoa kiwanja, lakini hawakukabidhi kiwanja kanisani. Lakini walikuja kusema kanisani, wakasema Mungu akitusaidia kuuza kiwanja chetu, hela yote tutakayouza tutaileta kanisani. Na waliona huo mfano kwa mtu mmoja anaitwa Yusufu au Barnaba. Kwa hiyo wakafurahia walipoona yule mtu katoa kiwanja chake kauza na hela kaenda kanisani. Wakamwambia Petro, na sisi tutafanya kama huyo. Sasa bahati mbaya ilichotokea, huenda walidhani kwa sababu kiwanja kile thamani yake ni ndogo, wakajua tutapeleka kanisani. Sasa kilichotokea ni nini? Kilichotokea, kiwanja kikauzwa kwa gharama kubwa, karibuni zaidi ya mara 2 mara 3 ya ile waliotarajia. Tunajua sasa ushamwahidi Mungu ambaye kufanya miujiza. Bwana asifiwe. Yaani ulitarajia kwamba kwa kiwanja hiki nitauza milioni. Sasa katokea tu mteja, nataka kiwanja chako. Halafu wewe mwenyewe unamwambia, wewe unaweza kulipa ngapi? Anasema nitakupa milioni 5. Kwenye moyo unaanza kushangaa, Halafu unamwambia pale niongezee, anakwambia kwani unauza shilingi ngapi? Kwa sababu ameshataja milioni 5, wakati wao anatarajia kuuza milioni 1, milioni 2, unamwambia nataka 10. Ah bwana hapana. Katika kupatana kafika 8. Sasa anakabidhi ule mzigo wote mikononi mwako. Lakini wewe mawazo yako ya kwamba kiwanja hiki thamani yake haizidi milioni 2, huyu katoaje 8? Kumbe Bwana ana kazi yake ya milioni 8. Anataka yeye iende kanisani, ana kazi ya milioni 8, ndio maana akamshughulisha mtu anunue kwa thamani isiyo ya kawaida. Anania akasema kwa sababu thamani ya kiwanja hailingani na fedha, acha nipeleke fedha ambazo Petro hata stuka.
Umeelewa hiyo? Umeelewa? Napeleka thamani ambayo Petro hatafanya nini? Hata stuka. Kwa hiyo alichokifanya akachukua sehemu ya hela akafika. Jaribu kuanza, hela ameleta, lakini sio timilifu. Hela ameleta. Sasa kwa wachungaji ambao pengine hawapambanui roho, hawana upako, utazipokea na utastuka. Utazipokea na utastuka. Kwa hiyo Petro alipofika tu Anania, Roho akamwambia kile kiwanja kimeuzwa zaidi ya thamani inayoletwa leo. Akamwambia shilingi ngapi? Lakini akamwambia hela inayoletwa sio thamani ya kiwanja kilichouziwa. Kwa hiyo muulize. Kwa hiyo alipofika akamwambia tu, karibu Anania. Asante mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nimeleta ile ahadi yangu. Petro akamwangalia. Akamwambia Anania, je, hii thamani ya kiwanja ulioleta ndio ulioiuza? Kwa bahati mbaya sana, kuna maswali tunaulizwa na wachungaji, alafu hatustuki mapema kwamba swali hili tayari kuna kitu kishakuja kwenye roho. Tunajibu kwa haraka, sio tumezoea uongo, tumezoea masengenyo, tumezoea fitina, tunajibu kwa haraka ndio kosa hiyo. Mbona ukuja kanisani alafu mchungaji anakuwekea mwenyewe pale kitangulizi, ulikuwa unaumwa, baadaye utafakari kidogo kwamba nilikosa ibada, nilikuwa naumwa au vipi? Unaitikia tu kukatisha haraka, ndio ulikuwa uumwa. Aliposema ndio alipokosea, pale angestuka, angesema mtumishi wa Bwana, naomba radhi, sio. Petro angemwambia akachukue kichobagi kalete, maisha yangeendelea. Aliposema ndio akamwambia, je, kilipokuwa mikononi mwako hakikuwa chako? Nani alikulazimisha uwaidi? Nani alikulazimisha utoe? Si kwa matakwa yako, kwa hiari yako. Leo kwa nini unaigeuka dhamiri yako? Haukumdanganya mwanadamu, umemdanganya Mungu. Na Mungu adanganya. Maneno yaliambatana na upako wa kupindukia. Upako usio kawaida. Wala Petro hakutarajia kama yule mtu angedondoka angekufa. Biblia inasema akadondoka. Sasa kuna kosa hilo pia, ambalo watu wanaleta lakini sio kamili. Sasa kinachotokea ni kwamba wanapodai baraka mbele za Mungu, wanazidai kwa nguvu mno. Wanapoomba wanaomba kwa nguvu. Ndio kosa ambalo ukilitazama kwa Israeli katika Isaya sura ya 57 pale na 58, utaona jinsi ambavyo Mungu alianza kuzungumza nao. Walilalamika kwamba tulifunga, tulitoa sadaka, mbona hatuoni mabadiliko? Ndio, mlifunga, mlitoa sadaka, mlifanya kila kitu, lakini sio kwa utimilifu. Hata ukisoma maandiko, baadhi ya wafalme wanasema pamoja na kwamba Uzia alifanya hivi, anatajwa kwamba alifanya mambo kadhaa kwa ajili ya Mungu. Biblia inasema lakini hakufanya kwa moyo mkamilifu. Umeelewa? Yanatajwa mambo mengi mazuri kafanya Uzia. Yanatajwa mambo mengi mazuri kafanya Yosia. Lakini maandiko yanahitimisha nasema hakufanya kwa moyo mkamilifu. Ndio tatizo liko hapo. Sasa kwa sababu watu hawafanyi kwa moyo mkamilifu, matatizo yanatokea. Shida zinatokea. Adha zinatokea. Uzia unatokea. Sasa zikianza kutokea shida, matatizo, adha na uzia, watu wanarudi mbele za Mungu kuomba. Kwa nini Mungu anajisikia pressure? Kwa nini Mungu kichwa kinauma? Kwa nini Mungu naumwa mara kwa mara? Kwa nini Mungu watoto wangu wagonjwa? Kwa nini Mungu watoto wangu wafanye vizuri shuleni? Wanaanza kuoji. Mungu ananyamazaga kwa muda mrefu sana. Baadaye analeta manabii na mitume na watumishi wake, wanaanza kuwaeleza wale watu. Sasa wenye toba huwa wanatubu, wasio na toba wanaacha kama hivyo. Sasa Mungu ndipo akaanza kuambia ufunga siku mnapofanya, sadaka mnazotoa sio mnazotaka. Kwa mfano kulikuwa na watu ambao hawapeleki kanisani, wanapeleka kwa yatima, wanapeleka kwa wajane, wanafanya kitu cha kimungu lakini sio kwa ile ambayo Mungu alitaka iende kanisani. Sipendi kutolea mifano iliyo hai kwa baadhi ya watu ambao tunao kanisani au tunawahudumia, lakini mambo haya yanafanyika mpaka leo. Mtu Mungu anampa kitu, na baada ya kumpa kitu anaona kile kitu ni kikubwa kupeleka kanisani, kile kitu ni kikubwa kumpa mtumishi wa Mungu. Anachokifanya anapeleka hapa kidogo, anapeleka hapa kidogo, anapeleka hapa kidogo, kitu ambacho Mungu anakataa.
Mungu anataka uchukue kwa utimilifu wake ukiweke madhabahuni. Na usiwe na moyo wa kufikiri kwamba nitamtajirisha mchungaji. Wala usiwaze hivyo. Peleka kama kilivyo. Lakini wengi wetu hali ndio sipo hivyo. Sasa tunapoanza kukosa zile fursa ambazo kwa mfano Mungu anakupa fursa kubwa kabisa, alafu unashangaa inaondoka mkononi mwako. Na ukiangalia ujui kwa nini imeondoka, kwa sababu ya matatizo haya. Mnaniibia, mkileta katika utimilifu, lakini nataka kubarikiwa. Lakini katika Agano Jipya Yesu alisema maneno haya kwenye kitabu cha Mathayo. Ukitoka tu hapo Malaki, kitabu kinachofuata sio mbali, ni Mathayo 23 mstari wa 23. Na hapa niliulizwa maswali, sio kama nitayajibu leo, lakini Mungu anisaidie. Mathayo 23:23, ole wenu waandishi na Mafarisayo. Anazungumza na watu wenye ufahamu, elimu, uelewa. Sasa ole wenu waandishi na Mafarisayo, alafu neno ambalo lisilopendeza anakuja anasema unafiki. Kwa kuwa mnalipa zaka. Umesikia hiyo? Sio kama hawalipi. Kulipa wanalipa, kutoa wanatoa, lakini wanachokitoa ni nini? Kwa kuwa mnalipa zaka, 1 za mnanaa, 2 za bizari, 3 za jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yani adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiache. Sio kama hawafanyi, lakini hawafanyi kwenye kiwango cha kumridhisha Mungu. Hawafanyi kwenye kiwango ambacho kitamfanya Mungu ashawishike kama vile kwa Ibrahimu. Na hata kwenye Agano Jipya nimesikia baadhi ya wahubiri wanasema kutoa zaka sio lazima, kwa sababu Agano Jipya haizungumzii kuhusu kutoa zaka. Sasa sijui kama Mathayo ni Agano Jipya au Agano la Kale. Lakini ninavyojua mimi Mathayo ni Agano Jipya. Na ndio kitabu cha kwanza cha Agano Jipya. Bwana asifiwe. Anawaambia Mafarisayo, anawaambia waandishi ambao walikuwa na ufahamu wa kidini, akasema, nafahamu kwa upande mmoja mnatoa zaka. Na hii inawahusu sana watu wanayepata hela nyingi. Anasema mnatoa zaka za mnanaa, mnatoa zaka za mchicha, mnatoa zaka za bizari, mnatoa zaka za jira. Lakini ikifika sasa mambo yamekuwa makubwa, moto, wanaanza kusinyaa. Dhambi hii haiwapataji watu wenye vipato vidogo. Dhambi hii inawapata watu wenye vipato vikubwa. Wale wenye vipato vikubwa, hii dhambi inawashika. Kama walikuwa na mshahara wa 300,000, 500,000, milioni, milioni 2, milioni 5, wanaweza kutoa. Sasa Mungu akianza kuwapaisha milioni 100, 200. Hata anasema vile vyombo vya kanisani, nitawekaje hii sadaka ya milioni 20 maana kama ingii. Sasa wanachokifanya, wewe nipeleke kidogo. Ndicho alichokuwa anafanya Mafarisayo. Wakipata vitu vikubwa hawaleti, lakini vitu vidogo wanatoa. Yesu akawaita wanafiki. Neno lisilopendeza. Yesu akamwambia nyinyi ni wanafiki. Na unajua hivi vitu vinaendelea sana. Kama kuna dhambi mbaya inawakabili sana kanisa, ni dhambi hii. Dhambi hii inaambatana na kuigiza, inaambatana na kujifanya, inaambatana na kujiona, kujisikia. Watu wanapenda sana waonekana wanachokifanya kuliko Mungu anachokiona. Kwa hiyo akawaambia kwa dhambi hiyo inaleta laana, waambia ole. Kama alivyosema Malaki kwamba mmelaaniwa kwa laana, ndivyo ambavyo na Yesu akasema hivyo. Kwa hiyo sisi kama kanisa lazima tuzinduke. Tukitaka Mungu afanye kazi na sisi, kama ilivyoandikwa katika Warumi kwamba tunajua Mungu anafanya kazi na wale wampendao katika kuwapatia mema, ni lazima tuwe makini. Lazima tuwe makini, ili kama tusisababishe kwa namna yoyote
kupoteza upendeleo wa Mungu. Mungu akikufungulia madirisha ya mbinguni, mpendwa, hakuna anaweza kufunga. Nasema hakuna anaweza kufunga. Amen. Kama Mungu atakufungulia milango ya baraka, hakuna anaweza kufunga. Kama Mungu atakupa kibali kwa jambo lolote, hakuna anaweza kuondoa. Kinachoondoa ni wewe mwenyewe kutokuwa sawa mbele za Mungu. Na wala usije ukawalaumu watu kwamba labda fulani amesababisha, fulani amesababisha. Ni wewe mwenyewe. Kama amesababisha Anania na Safira. Kwa hiyo kama tunataka kuendelea kuona bubujiko la kiroho, bubujiko la baraka, maendeleo ya kimungu, ni lazima tuwe tayari ipa gharama yoyote inayotutaka kwa ajili ya maisha yetu. Na hapa nizungumze na wanaume. Wanaume wananisikiliza. Ukisoma Biblia sana, utagundua kwamba wanaume wanapaswa kukusanya mali sana, na wanawake wanapaswa kuzitunza baada ya wamezao kuzileta. Sasa kama hatutakuwa makini sana, hizo mali hatutamsana. Na kuna wanawake ambao Mungu amewapa neema kuwa na kibali na uwezo wa kukusanya mali, na wao pia wasipokuwa makini watapoteza kibali chao. Lakini wakiwa makini na utayari, kwa namna moja ama nyingine, wataona Mungu akiyabariki maisha yao, akiyaponya maisha yao, akiyainua maisha yao, kuyapandisha maisha yao. Watu ambao waligusa moyo wa Mungu tunaona katika Biblia. Wa kwanza katika utupaji alikuwa Ibrahim. Mwanzo sura 22. Mistari ni mingi mno, hatutaweza kusoma, lakini andika. Mwanzo sura 22. Mwanzo sura 22 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 18. Nitaelezea kwa kifupi sana. Kifupi sana. Ni wakati wa takwa la Mungu. Ibrahimu kutoa haikuwa mara ya kwanza. Kutoa ilikuwa ni tabia yake, na tunaanza kuiona kuanzia Mwanzo sura ya 14. Kuanzia Mwanzo sura ya 14 tunaona Ibrahimu akiwa mtu wa kwanza kutoa zaka. Mtu wa kwanza kabisa. Mtu wa kwanza kabisa ambaye alitoa zaka vitu vyote alivyopata katika nyara za alioshindana nao, na akazitoa kwa mtu mmoja mkubwa sana anaitwa Melkizedeki. Lakini hata Mungu alipomtaka katika jaribio la pili, jaribio gumu sana kuliko yote, pale Mungu anapotaka kitu ambacho kinagusa moyo wako. Nini ambacho kinagusa moyo wangu leo? Labda ni mshahara, labda ni faida, labda kitu kikubwa. Mungu akamtaka mwanae anaitwa Isaka. Wazi. Na akamwambia Ibrahim, sura 22 ukisoma ni sura tamu sana ya kitabu hicho. Akamwambia Ibrahim akasema mimi hapa. Akasema nataka utolee dhabihu, na dhabihu yenyewe ni mwanao. Maandiko yanasema Mungu akamjaribu. Na katika Malaki Biblia inasema Mungu anataka sisi tumjaribu yeye. Amen. Wakati tulionao sio tena wa Mungu kutujaribu sisi, ni sisi kumjaribu Mungu. Tunaelewa hapo? Mungu alimjaribu nani? Ibrahim. Lakini wakati tulionao Mungu anatoa wito wa sisi kumjaribu yeye. Tuone uaminifu wake, tuone jinsi atakavyotutendea. Kwa hiyo Mungu akamjaribu Ibrahim na Ibrahim akakubali. Sasa yatokanayo na kujaribiwa kwa Ibrahim na kutekeleza jaribio lile, na Bwana kujipatia mpaka tunapata neno tunasema Jehova Jire au Jehova Yire, maana kwa Bwana anapatikana, ni utayari wa Ibrahimu wa kutoa. Ndugu yangu, kama ni mtoaji, kwa Bwana inapatikana. Amen. Nasema kwa Bwana inapatikana. Amen. Ukiwa mtoaji, kwa Bwana inapatikana. Watu wanahangaika, watu wanataabika, kazi utapata. Watu wanahangaika, watu wanataabika, wateja utapata. Ukiwa tu mtoaji. Elia alimwendea mwanamke mjane. Katika Wafalme wa kwanza sura ya 17, mstari wa 8 hadi wa 16.
Wafalme wa kwanza sura 17 mstari wa 4 hadi 16. Na Elia akamwambia mwanamke mjane kwa neno la Bwana ya kwamba ampatie maji, na alipokuwa anakwenda kumletea maji akamwambia, nitengenezee na konzi, unitengenezee na mkate kidogo. Jambo hili lileta mshtuko na hofu kwa huyu mama ambaye amebaki na chakula cha siku moja tu, na akawa na wasiwasi na mashaka. Na ndipo kwa unyenyekevu akamwambia Elia ya kwamba mjakazi wako amebaki na kipimo kidogo sana cha mafuta na konzi ya unga, na konzi ya unga. Na Elia akijua juu ya nguvu ya Mungu na neno la Bwana, hakuonyesha huruma kwa mjane huyu ambaye alikuwa ni mama wa mtoto mmoja. Akamwambia, nenda ukanifanyie mimi kwanza na sio mwanao, alafu kisha lile pipa alitapungua. Kwa unyenyekevu na kwa machozi yule mama akaenda kufanya. Fikiria kuhusu hili. Wanawake mpo? Mpo? Nyinyi mnawashauri vibaya kina Anania. Anania kama mkewe angemng'ang'ania angemwambia, hapana baba, ulisema ni ya Bwana iende. Haya mengine yote si mjomba wako anauma, si shangazi yako, haya wachana naye. Ulisema utapeleka kwa Bwana iende. Moyo wa huyu mjane waupokee kina mama na mabinti wote kwa jina la Yesu. Nasema waupokee kina mama na mabinti wote kwa jina la Yesu. Mjane huyu akaenda kutoa na akapika na chakula kile kama kimeonekana kidogo, akaleta kwa Elia. Cha kushangaza, Biblia inasema pipa lile alikopungua. Nataka nikwambie, Mungu anapokubariki na unapofanya mapenzi ya Mungu hakuna kufilisika. Amen. Mwambie jirani yako, sitafilisika. Na nimekuwa nikisikia sana kauli ambazo sio za Mungu kwamba unajua hali mbaya. Wapendwa, tugeuze hayo maneno. Hali mbaya za maisha hazianzia kwetu. Ilifika mahali mama alibaki na konzi ya unga, lakini bado alimwamini Mungu kwa konzi ya unga. Alibaki na kitu kichache, bado alimwamini Mungu. Nataka nitie moyo kanisa, kwa chochote ulichobaki nacho, endelea kumwamini Mungu. Nasema endelea kumwamini Mungu. Na unapoendelea kumwamini Mungu, inaweza kuwa leo au kesho, au isiwe kesho, mwezi ujao, pipa lako halitapungua. Nasema pipa lako halitapungua. Wasikutishe watu juu ya hali unazopitia leo na kuonekana juu ya mapungufu ya kifedha. Wewe ni mwana wa Mungu na utajaa tele katika utele ambao hujawahi kuuona. Mafanikio yote hayaji pasipo kutoa. Kuvuna ukota hakuji pasipokuwa na kupandwa. Uokovu usingepatikana kama Yesu asingetolewa. Katika Warumi sura ya 8 mstari wa 32, uokovu usingepatikana, magonjwa usingeponywa, karama zisingepatikana kama Mungu asingekuwa tayari kumtoa mwanae. Kama vile alikuwa tayari Ibrahimu kama kielelezo cha mfano wa ukombozi kupitia Isaka, ndivyo Mungu alipomtoa Yesu. Katika Warumi sura ya 8 mstari wa 32, maandiko matakatifu yanasema, yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote. Wapendwa, mwambie jirani yako, anza kutoa. Hata ukitaka kujenga urafiki na watu, nisikilize, hata ukitaka kujenga urafiki na watu, anza wewe kutoa kwa wale watu. Kuna watu wengi wanapenda kuwaendea watu kuwaomba kwa sababu ya kuamini kwamba wale watu wana kitu. Nataka nikwambie, ukitaka kuwatengeneza watu ambao wana mali, wana ukwasi, tumia kanuni hii. Anza wewe kuwapelekea zawadi hata kama ni ndogo. Kwa mfano, wewe ni mkulima wa mchicha, wa mboga, tafuta mboga zako nzuri ambazo hata wadudu hawajazitoboa, zifunge vizuri. Nenda kwa mtu ambaye unamjua kwamba ana uwezo, mwambie nimekuletea mboga kidogo. Alafu mtu anapokea zile mboga, anaenda nazo nyumbani, anazitumia. Anapoziona nzuri
kuna siku atakuuliza mwenyewe, hivi zile mboga unauza au ulikuwa unatengeneza tu kwa ajili ya familia yako? Tayari mambo umeshamaliza. Nadhani kwamba mambo umeshamaliza. Utakapoanza kumwelezea zile mboga nauza, lakini nashindwa kuendelea kwa sababu na kwama mtaji. Mwenye atakuuliza mtaji shilingi ngapi? Unapata picha? Unapata picha? Na hatimaye atakupa. Lakini makosa tunayofanya watu wengi, tunawaendea watu mikono mitupu na tunakaa mbele yao, au unajua mtumishi wa Mungu, mimi nafanya hivi, naomba mtaji. Mtu anakuangalia hapa anaanza kuona napoteza. Lakini kama ungeanza kwa kuonyesha, mwambie jirani yako anza kutoa wewe. Hata kama unataka kujenga uhusiano na mtu yoyote, mtembelee, beba sukari, beba blueband, beba mkate, beba tikiti, beba mayai, nenda naye. Utashangaa huyo mtu anaanza kuona ile ndugu yake. Siku akisikia umefiwa, hata bila wewe kumwomba senta, akisikia tu umefiwa, oh pole sana, mara evonsi, maana anaona amepata ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitendo cha kuanza kutoa kwa mjane ikamletea baraka. Kitendo cha Mungu kuanza kumtoa Yesu ndio leo kanisa lipo. Umeanza kutoa nini? Ili Mungu atubariki, Mungu atuinue na kutufanya kuwa vichwa wala tusiwe mkia. Paulo mtume alilisifu kanisa la Makedonia na akaliambia kwamba kanisa lile lilikuwa linastahili kubarikiwa kwa sababu ya tabia yake ya kutoa. Na katika Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 6 hadi wa 11 wanaipenda. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 6 hadi wa 11 anasema, yeye apandaye haba atavuna haba. Wapendwa, huwa tunaanza kupanda kabla ya kufanya nini? Kuvuna. Kwa hiyo unataka uvune, anza kupanda. Unataka ufanikiwe, anza kutoa. Unataka uchumi wako usiteteleke, udumu kwenye kiwango kile, hata kama ni mazingira ya njaa, Mungu akuongoze kukutana na mjane ambaye kupitia yeye maisha yataendelea. Ni maombi yangu ya kwamba hautaacha kutoa, hautaacha kuwekeza. Tukisoma maandiko, mwanamke mmoja anaitwa Dorcas katika Matendo ya Mitume sura ya 11 mstari kuanzia 36 hadi 41. Mama huyu alifufuliwa kwa sababu ya tabia yake ya kutoa. Matendo ya Mitume 11 mstari wa 36 hadi 41. Huyu mama alikufa, lakini chobisha uhai wake ni jinsi ambavyo kulikuwa na kina mama wengi aligusa mioyo yao. Na kina mama hao wengi walikuwa wajane. Aligusa mioyo yao kwa kusaidia watoto wa wajane, kusaidia wale yatima, kusaidia wale kina mama. Na kusaidia haikuwa tu fedha, mawazo, aliwapa ujuzi wa kushona, aliwapa ujuzi wa kupata masoko, aliwapa nguo ambao walikuwa hawana nguo. Nisikilize, usaidizi wakati mwingine wapendwa sio lazima fedha. Hakitokea mtu anakuita kufundisha kazi, wewe binti, nenda kajifunze, kwa sababu baadaye itakupa hela. Kwa hiyo aliwasaidia jinsi ya kujifunza kushona, kwa sababu alikuwa ni mama ambaye ana kiwanda kikubwa cha ushonaji. Lakini vile vile aliwasaidia mavazi, aliwasaidia kupata masoko, aliwashauri hata kufungua biashara zao. Alipokufa watu walikataa. Walipokataa wakamwita Simoni Petro na akaja akamfufua Dorcas. Ni maombi yangu kifa kuwe na watu watakaokataa kwa ajili yako. Nasema kuwe na watu watakaokataa kwa ajili yako. Na kama ujafa wakawa karibu na wakaona dalili zote za kufa kwako, wapige magoti, wakuwekee mikono na wamwambie Mungu tunakataa. Dorcas alikuwa ni mama kwa wajane wengi na kwa yatima wengi. Alikuwa ni mama, alikuwa tegemeo. Ulipomdai mama huyu, ingawa alikuwa amefika mbinguni kwa siku kadhaa, akatoka mbinguni akarudi duniani na kuungana na wajane wale wengine. Bwana asifiwe. Amen. Hautakwenda mbinguni haraka kabla hujatuhudumia. Amen. Mwambie jirani yako, sitakwenda haraka kabla sijakuhudumia. Na mwambie mwingine, sitakwenda haraka
Najua wale ambao mko kwenye ndoa mbaya, huenda mke wako anakuombea uondoke haraka. Huenda mume wako anakuombea uondoke haraka. Yaani Mungu umenipa msalaba huu. Mungu umenipa haya majaribu. Mungu kwa mapenzi yako mchukue. Mapenzi gani? Hayo mapenzi ya kuchukuliwa mmeo, mapenzi gani? Yaani Mungu nimechoka. Ili dume lieleweke. Halijui kupenda, halijui kujali, halijui kuheshimu, halijui kununulia nguo mtu, halijui kuleta hata kitambaa. Jehova ninachojua tu kuniachia 200. Mwingine analia mbele za Bwana, Bwana umenipa msalaba. Na msalaba huu mimi sijajua. Huyu mwanamke Jehova gani ni msalaba? Huu ni msalaba. Huu ni msalaba Jehova. Mwanamke ana kiburi. Mwanamke asikii. Nataka wakisetu katika Kristo na waume zenu katika Kristo wawahudumie mpaka Bwana ajapo kwa jina la Yesu. Kujitoa kwetu katika Kristo kunavuta uzima wa muda mrefu. Kunatufufua kutoka katika mauti kama Dorcas. Kunaleta malaika ambao hawakuzoeleka kuja duniani kama Cornelio katika Matendo sura ya 10. Matendo sura ya 10. Nisikilize mpendwa, sio tu kila siku Baba ashiria malaika. Baba ashiria malaika. Unatoa nini? Unahudumia watu nini? Kama hujawataka unafanya nini? Kujitoa kwa Cornelio katika Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 1 hadi mstari wa 4 kulifanya malaika waje. Tena ilikuwa mchana kweupe kwa sababu sadaka zake. Nimesema Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 1 hadi wa 4. Kwa hiyo wewe unachokifanya mbele za Mungu kinasababisha jambo. Kwa hiyo malaika wakaja na wakamhudumia Cornelio. Lakini katika Waebrania Biblia inasema hivi, sura ya 13 anasema msiache kukaribishana ninyi kwa ninyi. Kwa sababu kwa kufanya hivyo kuna watu wamekaribisha malaika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika Waebrania kwa haraka tusome hiyo. Soma ndivyo soma refu. Sura ya 13 mstari wa kwanza hadi mstari wa 2 hadi 16. Upendano wa ndugu na udumu, sema amina. Msisahau kufadhili wageni, maana kwa njia hii wengine wamekaribisha kina nani? Malaika pasipo kujua. Wengine wamekaribisha nani? Wamekaribisha nani? Hebu nikuulize, mwaka jana wamekaribisha watu wangapi nyumbani kwako? Wengine tunamaliza miaka na mikaka. Mchungaji siwezi kukaribisha watu, sina chakula. Sio wote wanakuja kwako wanataka chakula. Tena wengine wanakuja kwako wakiwa wamefunga, mtaomba. Basi afanye hivyo. Maana kwa kufanya hivyo unakaribisha hata malaika. Lakini katika mstari wa 16 anasema, lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo Mungu. Msiache kutenda mema na kushirikiana, kwa sababu kwa kufanya hivyo ndizo sadaka zinazompendeza Mungu. Lakini mwisho, kabla hatujaomba, anatoa ushauri kwa watu wenye vipato vikubwa, kwa watu wenye mali, kwa watu wenye maendeleo. Anatoa ushauri kwa watu ambao Mungu amewafanikisha. Wengine ni matajiri, wengine watu wa kawaida. Anaonyesha njia ya kufanya ili wasijikute wanakosa baraka za kutoka mbinguni. Timotheo wa kwanza sura ya 6. Maandiko haya ningependa watu wa Mungu myatumie sana kuwatia moyo watu, na hasa watu ambao Mungu amewabariki. Katika Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17 hadi wa 19, na unaweza ukapigia mstari. Walio matajiri wa ulimwengu wa sasa uagize. Ni matajiri wa wapi? Matajiri wa ulimwengu, sio matajiri wa mbinguni hao. Yaani matajiri wanaishi duniani. Na mwambie jirani yako, unaweza kuwa tajiri ukiwa na hekima jinsi ya kukusanya mali. Utajiri unapatikana wapendwa. Ukijua jinsi ya kupata fedha, utajiri unakuja. Na usidhani kila tajiri ni Freemason. Usidhani kila tajiri ni mjumbe wa shetani, hapana. Kuna watu wameweka mitego ya fedha. Leo kama kuna watu waliwahi kuwa na makampuni ya mabasi na abiria kila siku wapo,
Kwa nini wasitajirike? Kama watu waliwahi kufungua mahoteli na watalii kila siku wapo, kwa nini wasitajirike? Kama kuna watu walituwahi kufungua maduka, leo hii mapendo hapa ambayo tulianza muda mrefu, kwa kweli tumechelewa kufanya mambo. Wengine ambao tuko hapa Zanzibar muda mrefu, tunaiona Zanzibar ikiendelea tukiwa hapa. Huwa ninapita maeneo mbalimbali, si Kiembe Samaki, Fuoni pale maili 5 na sehemu zingine. Sasa hizi zimekuwa center kubwa. Wewe ulifikiria nini wakati ambapo Mungu alikuwa anakupatia pesa kuweka kitu pale? Leo nashangaa naona maduka makubwa yako pale, tunafanya biashara na wewe umekuwa mteja wao tu. Anza kubadilisha mindset yako. Anza kugundua maeneo ya kuanza kuwekeza. Kuna wakati hata mimi najilaumu kabisa, nilikuwa sijagundua, na hii labda pengine niiseme wazi, nilikuwa sijagundua kwamba hizi biashara ambazo unaziona ni ndogo, zinazoingiza shilingi 100, shilingi 200, 300, 500, ndizo zinawaletea watu utajiri. Waajabu sana. Lakini tulirukia biashara kubwa ambazo zikikupa hasara unalia. Na sasa moyo wangu wote nimeamua kuweka kwenye biashara za kutoa huduma. Biashara za kutoa huduma ndio zinazolipa. Hizi kubwa zije baadaye. Toa huduma ya ujenzi kwa watu kama engineer. Toa huduma ya chakula kwa watu kama mfanyabiashara. Toa huduma ya kuuza nguo kwa watu kama mfanyabiashara. Toa huduma ya kuuza viatu. Toa huduma ya kuosha magari. Hizo ndio biashara zinazoleta hela. Toa huduma. Fungua famasi yako, simamia. Fungua maabara yako, simamia. Fungua vitu mbalimbali vya kutoa huduma. Mpendwa, utashangaa maisha yako yatabadilika ndani ya miaka 2, 3, 4. Ghafla yatageuka, watu wote watakushangaa. Kuliko unaweza kujidanganya, nifuate si wapi. Tulia. Usika na vitu hivyo vidogo sana, lakini vitakupeleka mbali sana. Kwa hiyo anawaambia matajiri wa dunia ya sasa, matajiri walioko ulimwenguni, anasema washauri matajiri wa ulimwengu wa sasa, waagize wasijivune. Ukiwa tajiri, jinyenyekeze. Be humble. Yaani kadiri Mungu anavyokubariki mpendwa, jifanye kuwa mtu wa kawaida. Sio mtu wa kuchezewa, lakini very simple. Unaongea huna kiburi, una jeuri, una unyenyekevu, unapenda watu. Anasema wasijivune wala wasiutumainie utajiri usio yakini, bali wamtumaini Mungu atupae vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha. Sema amina. Amen. Sema Bwana, utanipa vitu kwa wingi. Utanipa mali kwa wingi. Utanipa fedha kwa wingi. Na Mungu anaposema atakupa ni wewe. Sio kwa sababu ya watu wengine unawategemea. Mungu atakupa wewe. Anasema atakupa vitu kwa wingi uvitumie kwa furaha. Anasema watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa nini? Mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo. Ukiwa tajiri, ukiwa na mali, ukiwa na mshahara mkubwa, shirikiana na watu kwa moyo, kwa unyenyekevu, kwa kujitoa. Mstari wa 19 anamalizia kwa kusema huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri wa wakati wa ujio, ili wapate uzima ulio kweli kweli. Anasema jiwekea akiba sasa na mbinguni, uwe mtoaji. Nilikuwa naongea na marafiki zangu kwamba kusema kweli tuna tatizo kidogo, sio kubwa lakini tatizo lipo. Watu wamebarikiwa katika Kristo. Sipendi kusema hivi kama na walaumu, lakini napenda kusema hivi kama ukweli kutoka moyoni. Watu wamebarikiwa katika Kristo, wengi hawana mawazo juu ya kazi ya Kristo. Wana mawazo juu ya familia zao sana. Wana mawazo juu ya wao kujiwekea sana. Ni jambo zuri, lakini waza kwa ajili ya Kristo. Kwa mfano, Mungu anambariki mtu kwa hela nyingi tu, lakini hajawahi kuwaza alinunulie kanisa kiwanja. Hajawahi kuwaza afanye kitu. Napenda mfano ni utoe wazi. Misikiti mingi, na hii haitaondolewa kwenye mvua za baraka,
Misikiti mingi inayojengwa duniani haijengwi na jumuiya, wanajenga watu mmoja mmoja matajiri. Nataka hiyo ujue. Misikiti mingi inayojengwa duniani, na nasema kwa nia nzuri kwa challenge wa Kristo, inajengwa na mtu mmoja. Mtu Mungu akibariki kifedha, anajua kabisa nikijenga jengo la ibada, watu wakiabudu, watu wakishukuru, mimi nabarikiwa. Lakini makanisa mengi yanajengwa kwa kuchanga ndururu kidogo kidogo, hata kama wenye mali wapo kanisani. Sasa unajiuliza swali, wewe unawezaje kujenga nyumba ya milioni 70 au milioni 100 au milioni 200, ushindwe kusaidia kanisa la kijijini ukalijenga mwanzo mpaka mwisho? Kama sio uchoyo ni nini? Na unajenga kwenye position ya kuchangia, wakati ile kanisa linahitaji milioni 10, 20. Unashindwaje kusema mimi mtumishi wa Mungu, nipe budget ya kanisa nitajenga? Unashindwaje hii? Lakini unataka na wewe ushirikiane na watu maskini wanayeuza vitumbua, wanayeuza mboga mboga, wanalipa mishahara 3, ulingane nao. Inawezekanaje? Tunachelewa sana kuitisha nguvu za Mungu. Lakini Mungu akikubariki wewe unanisikia, kabla Yesu hajarudi, Mungu akizidisha mali yako, Mungu akizidisha fedha zako, mjengee Mungu nyumba. Nunulia watumishi wa Mungu magari. Amen. Sio sadaka kumpa mchungaji 300, 500, 700. Hiyo ni sadaka ndogo sana kwa watu ambao ni matajiri, kwa watu wenye mamilioni ya fedha. Sisi hapa tujaanza kuwa na matajiri. Nazungumza kwa akiba, ili Mungu akikupa utajiri ukumbuke. Maana watu wengi wanajisahau. Unapata kinua mgongo, Mungu anakupa milioni 100, Mungu anakupa milioni 200, unapeleka fungu la 10 kanisani, lakini usisahau kazi ya Mungu. Usisahau. Mungu, wengine ni wabunge, wanapopewa kinua mgongo, baada ya muda mbunge kwisha, sio chini ya milioni 200. Wabunge wangapi wamejenga makanisa? Mawaziri wangapi wamejenga makanisa? Na wanajizuia na wao eti kama hawana hela. Wanataka kutoa sawa sawa na watu wasio na kitu. Hiyo sio sawa mbele za Mungu. Ndio maana Yesu alimsifu yule mjane alitoa senti 2. Maana anasema alitoa riziki yake yote. Ni kwa sababu walikuwepo watu wenye vyeo hawakuiangalia kazi ya Mungu. Kama Mungu anakupa cheo, anakupa mshahara mkubwa, anakupa fedha nyingi, waza juu ya kanisa kijijini kwenu, waza juu ya kuwasaidia wachungaji msiwache waendelee kutembea kwa miguu, na wala hiyo sio sifa njema. Waza wachungaji wajenge majumba yao, na wewe mwenyewe wa kwanza kutoa. Sio tu sasa, unajua mchungaji bado anapanga, wewe umefanya nini ili asipange? Umefanya kitu gani mchungaji asiwe mpangaji? Umemuuliza? Umepeleka mifuko 200 au 100 ya simenti? Na watu wanazungumza tu. Wanazungumza. Na hata mtu mmoja aliwahi kuongea na mke wangu akasema, yani kuliko mchungaji aendelee kupanga, si bora kanisa tuchange? Anza wewe kumwambia mama mchungaji kwamba mimi nimekuja hapa, nina hela hii hapa, nataka tuanze kushughulikia kitu fulani cha mchungaji. Anza wewe. Halafu akija kanisani aweke hela madhabahuni aseme, jamani, hela hizi ametoa mshirika fulani, ni milioni 5, ni milioni 10, anataka mwaka huu mchungaji wake awe na gari, anataka mwaka huu mchungaji wake awe na nyumba. Sasa wengine waweke hizo sadaka juu ya sadaka yake. Na ndivyo Daudi alivyofanya. Alipotaka kujenga nyumba ya Mungu, alianza kuwekeza yeye. Halafu akaja kwa Israeli wote akawaambia, nimeweka dhahabu kwa vitu vya dhahabu, nimeweka fedha kwa vitu vya fedha, nimeweka chuma kwa vitu vya chuma, nimenunua kiwanja. Sasa na nyinyi taifa, nani mwenye moyo wa kutoa kwa hiari aweke hapa juu, ili Sulemani amjengee Bwana? Sema amina. Amen. Sema amina. Mwambie jirani yako, tunaanza sisi. Tunaanza sisi. Na tunapohubiri mahubiri haya ni kwa sababu kuna watu mnakwenda kubarikiwa mwaka huu. Nasema mtakwenda kubarikiwa. Bwana atayainua maisha yako kwa jina la Yesu. Bwana atayabariki maisha yako kwa jina la Yesu. Ninaona katika ulimwengu wa roho, baada ya maombi, watu wakiwa na fedha,
watu wakiwa na mali, watu wakiwa watu wakubwa, wengine ndio mnachipukia, mnakwenda katika ukubwa usiokuwa wa kawaida kwa jina la Yesu. Na utakapokuwa mtu mkubwa, jambo la kwanza, usisahau kutoa zaka ya fungu la 10. Jambo la pili, usisahau kutoa dhabihu. Jambo la tatu, usiache kushirikiana na watu wengine katika mali ulionayo. Jambo la 4, usiwasahau watumishi wa Mungu. Jambo la 5, hudumia watu wenye mahitaji. Kama ni wajane, uwe na bajeti yao. Kama ni yatima, uwe na bajeti yao. Nyumba yako watu waikimbilie, wasikimbie. Pale uliposimama, mwambie Bwana, tunataka baraka kutokana na sadaka zetu na zaka zetu na dhabihu zetu. Nataka uinue dua asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Inua dua mbele za Bwana. Inua dua, inua dua, inua dua, inua dua. Nimezungumza kwa muda mrefu. Nataka uinue dua, sala na maombi. Wewe ndio mtu ambaye unakwenda kubarikiwa sana. Unakwenda kubarikiwa, maana naona machozi ya baraka kutoka kwangu yakimiminika juu yako. Naona machozi ya baraka katika ulimwengu wa roho. Naona machozi yangu yakimiminika ili ubarikiwe. Naona machozi yangu yakimiminika ili uinuliwe. Naona machozi yangu ya kwamba vitu unataka kuviuza vinaenda kuuzika, ili hatimaye umtumikie Bwana, ili hatimaye ujenge makanisa, ili hatimaye ufanye mambo makubwa katika nyumba ya Mungu. Ninaona Bwana akikubariki, ninaona Bwana akikuinua. Na Bwana anapokuinua kwa jina la Yesu, ruhusu roho ya unyenyekevu. Ruhusu roho ya unyenyekevu. Ruhusu roho ya unyenyekevu. Usiwe na kiburi. Usiwadharau watu wengine. Usiwakebei. Wasaidie ili uhai wako usidi kuwa mrefu. Kama Dorcas alipojitoa kwa watu wengine na kwa nyumba ya Mungu, uhai wake ukaongezwa, na hata alipokufa akafufuliwa. Kama kuna magonjwa yoyote ulionayo, sadaka zako zisababishe uhai wako, zisababishe uponyaji wako, zisababishe kibali chako, zisababishe upenyo wako. Kwa jina la Yesu tumeomba, sema amina. Baba, na wabariki watu wako asubuhi ya leo. Machozi yangu yakawabariki watu, maombi yangu yakawabariki watu, mahubiri yangu yakawabariki watu. Hawa ambao wako karibu na mimi na wale ambao wako mbali na mimi. Haya machozi yakakubariki, haya maombi yakakubariki. Hii nia nilionayo ikakubariki, na ukawe tajiri, ukawe na mali, ukawe na ukwasi, uwe juu usiwe chini kwa jina la Yesu. Na utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana enda akupae nguvu za kupata utajiri. Akupe roho ya unyenyekevu na kujishusha, na ukainuliwe kati ya ndugu zako. Mungu aliyemuinua Yakobo kati ya ndugu yake akuinue. Mungu aliyemuinua Yusufu kati ya ndugu zake 12 akuinue. Mungu aliyewainua Priska na Akila akuinue. Mungu aliyemuinua Mariamu Magdalena, ingawa alitokea kwenye ukahaba, baadaye Mungu akamuinua. Mungu aliyemuinua Suzana, Mungu aliyemuinua Yohana mkewe Kuza, wewe pia Mungu akuinue. Wewe pia Mungu akuinue. Ninakuombea uinuliwe, ubarikiwe, na maisha yako yawe juu. Adui yakemewe kwa ajili yako, mapepo yakemewe kwa ajili yako, uchawi Bwana ukemewe kwa ajili yako, magonjwa ayakemewe kwa ajili yako, na malaika wakufikie, wakupe hekima, maarifa, ufahamu jinsi ya kukusanya mali. Kwa jina la mtakatifu Yesu tumeomba, sema amina. Sema